Usalama barabarani nchini kimefanya tathmini ya matumizi ya tochi katika mikoa mbalimbali na kubaini kuwa baadhi ya askari wa usalama barabarani wamekuwa si waadilifu. Kutokana na hilo, kikosi cha usalama barabarani kimewafukuza kazi askari wake 46 huku askari Anthony Temu akikabidhiwa kwa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU. Studioni hapa tunaye Mohamed Mpinga ambaye ni kamanda wa kikosi cha usalama barabarani nchini kuangalia juu ya sakata hilo, na namuunganisha moja kwa moja na mtangazaji mwenzangu Fatma Almas. Fatma. Shukran sana Barwan. Kamanda Mpinga, niko naye hapa, karibu sana. Asante sana, shukuru. Tuangalie hili kwenye tathmini yenu mmebaini matatizo kadha yanahusisha askari wenu ambao wako barabarani, na moja miongoni mwa matatizo hayo ni baadhi ya askari kufuta zile picha wanazowapiga tochi waendesha magari ama madereva ambao sio wafuatiaji wa sheria za barabarani, na wanazifuta zile ili wasifanye nini, na inakuwa ni wazi kwamba labda wasiwatoze faini na adhabu nyinginezo ambazo wanapaswa kupewa na vitu vya aina hiyo, na wengine pia hawatoe adhabu kwa watu ambao wanakutwa na makosa ambayo yako wazi. Na tuangalie hiki kiwango cha uadilifu wa askari wenu, haswa wa askari hawa, mnakipimaje katika hali ya aina hii? Ni kweli kama unavyosema kwamba tulifanya utafiti au ukaguzi na hususan katika njia ya Dar es Salaam hadi Mwanza mpaka Tarime, lakini vile mpaka Mbeya, na tukaona hili tatizo ndio tukagundua baada ya kuanza kusikia watu wakisema kwamba sio wote ambao wanapigwa faini kulingana kwamba wanaweza kusimamisha watu 2 3, lakini akapigwa faini moja. Kwa hiyo baada ya kuchunguza ndio tukagundua kuna baadhi ambao wanafuta hizo baadhi ya picha, lakini kuna wengine idadi ya makosa ambayo wanakamata hayalingani na kiwango kile ambacho wanatoa adhabu. Kwa hiyo tulipofanya uchunguzi na kubaini wale askari ambao wanafikia karibu 46 hivi, tumewabadilisha, yani tumetoa maelekezo kwamba wafanye kazi zingine za kawaida na sio za usalama barabarani. Lakini sambamba na hilo vile vile, kwa sababu wamefanya makosa ya kinidhamu, mashtaka yataendeshwa dhidi yao kutokana na makosa ambayo wameyafanya wakati wakitumia vifaa hivi vya kupima mwendo kasi. Kwa hali ilivyo sasa, kwa matukio haya ambayo mmeabaini, tayari mmesambaza mashine za kielektroniki ili mtu akifanya kosa papo kwa hapo anaweza kulipa faini kulingana na kosa alilofanya. Mnadhani kwa hali hii, Kamanda Mpinga, unadhani linawezekana likawa na mafanikio hivi? Litakuwa na mafanikio, na tumeshajipanga vizuri katika matumizi ya vifaa vya elektroniki, kwa maana ulipaji wa faini kwa njia ya mtandao, na tunaamini kabisa kwamba litakwenda vizuri na itatoa lawama ambazo tumekuwa tukizipata jeshi la polisi, au wakati mwingine mtu anakuwa hana hela za kulipa wakati huo. Kwa hiyo hii itakuwa inatoa ufumbuzi mzuri zaidi katika matumizi hasa ya vifaa hivi, lakini kutoa nafuu kwa watumiaji wale ambao wanapatikana makosa kuweza kulipa hata baadaye. Unafuu huo unawezekana, lakini sasa kwa askari hawa ambao wanaonyesha kutokuwa na uaminifu, mtadhibiti vipi hili? Hapana, kama unavyosema, swala la uaminifu kwa kweli sisi tunalipiga vita, na ndio maana tunachukua hatua kali sana. Kama unavyoona yule askari ambaye wa mkoa wa Tanga, hatua kali zimechukuliwa kwa pamoja na kufukuzwa kazi, lakini vile vile amekabidhiwa TAKUKURU kwa ajili ya kupelekwa mahakamani. Sasa wengine vile vile ambao watafanya makosa ya aina hii, vile vile tutakuwa wakali sana kuhakikisha kwamba nidhamu na maelekezo ambayo tunatoa wanatekeleza ipasavyo. Askari wenu ambaye alionekana kwenye mitandao ya kijamii akiomba hela, mmemsimamisha kazi? Ndio. Na ushahidi ule wa kurekodiwa kwenye mitandao, kwenye simu na vitu vingine, umetosha kupewa adhabu aliyopewa? Umetosha, kwa sababu askari yule baada ya kuonekana kwenye mitandao namna ile, ni kwamba yaliendeshwa mashtaka ya kijeshi dhidi yake na akakiri, akaelezea jinsi ilivyotokea. Kwa hiyo lile swala kukiri tu kwamba alifanya ile kosa ni moja wapo ya ushahidi, lakini vile vile kama nilivyosema, tumewapelekea wenzetu wa TAKUKURU ambao nao watalikabili na kuweza, kwa sababu hata hivyo ushahidi wa elektroniki unakubalika mahakamani. Kwa hiyo ni moja ushahidi ambao umeonekana unakubalika kwa maana ya kupatikana na hatia. Lakini wengine wamelichukulia tofauti hili, wakisema labda ameonewa kwa sababu tu aliomba, amebembeleza, ameomba, na kulingana na hali labda ya maisha walionayo ndio maana imembidi kuomba na kubembeleza hivyo asaidiwe fedha. Hili mmeliangalia vipi?
Ukiangalia ile clip kwa kweli sioni kama aliomba na kimsingi kabisa ni kwamba ni ukiukaji wa maadili ya kazi, na hata akafikia kuwaeleza wale madereva au dereva yule ni maeneo gani ambapo kuna tochi, ni maeneo gani ambapo askari wetu wapo ambao wanadhibiti mwendo kasi. Kwa hiyo ni aina ya usaliti, kwa sababu huwezi tena ukamwambia mtu ambaye tunataka afuate sheria lakini aende asifanye kosa kutokana kwamba unamuonyesha wapi ziko zile tochi. Na hili limekuwa tatizo ambalo kwa kweli tumekuwa tukilipiga vita. Asante sana Kamanda Mpinga, shukrani sana kwa kuwa nasi hapa studio. Asante sana, shukuru sana.